Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Viongozi kutoka kaunti ya Kajiado wanaitaka serikali iingilie kati na kutatua mzozo unaozingira shamba la Olorieni lililoko Kajiado Mashariki ili kupunguza ongezeko la mgogoro baina ya wakazi na wanyamapori ambao unazidi kuongezeka. Wanasema baadhi ya watu kupitia amri ya mahakama wamevamia shamba hilo na kujenga nyumba ambazo zimeziba njia ya wanyamapori wanaotoka mbuga ya Amboseli kuelekea eneo la Chulu. Robert Masai anaarifu. Mashambulizi ya wanyamapori kwa wakazi wanaoishi katika eneo la Poka Kenyao si swala geni, ila miaka ya hivi karibuni visa hivyo vimeonekana kuendelea kuongezeka. Viongozi wa Kajiado wakihusisha visa hivyo na kuzibwa kwa njia ya wanyamapori kuhama kutoka mbuga ya Amboseli hadi vilima vya Chulu na mbuga ya Tsavo. Imefamiwa na binadamu. Sasa wanyama hawapati nafasi ya kutembea huko. Sasa sisi wale tuko katikati hapa Kajiado East ndio tunaumia. Wanyama wanajaribu kwenda huko, hawapati nafasi, wanarudia sisi. This phenomenon is very dangerous. In fact, if we don't do something about it, it will only grow worse. With the time, the situation will grow worse. Tutaendelea kukompensate watu, tutaendelea kupoteza wanyamapori, tutaendelea kupoteza mifugo, kwa sababu we are not doing something to mitigate. Wanasema ndovu, simba na wanyama wengine ambao wanazuiliwa na makazi ambayo yamejengwa kwenye shamba la Olorien ambalo lina mzozo wanalazimika kurejea kwenye makazi ya binadamu na kusababisha hasara. Sasa hivi kuna curfew hii area 5:30 right from Mboko, Kunchu, Osotwa, Esaruno, Kilunyeti to Chulu. 5:30 kuna curfew hapa. Sababu kuna traffic ya ndovu katika eneo hili. Kwa sababu gani? Sisi tuliwaruhusu KWS pale Olorien wafanye conservation hapa. KWS iliteleza ikaachilia Olorien, watu wakaingia pale Olorien. Olorien mfungue kwa sababu tutakuwa na issues mingi sana ya human wildlife conflict katika eneo hili. Na japo shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS inasema wakazi wanaoishi eneo hilo walipata amri ya mahakama, viongozi hao wametaka serikali kuingilia kati na kutatua mzozo huo ili wanyama wapate njia. Na tuliweza kuwapata wakiwa wameoccupy 10,000 acres. Walikuwa wanasonga wachukue close to 54,000 acres. So wakati tulienda tukaona court order, tulirudi tena kotini, koti ikasimamisha. Lakini koti haikusimamisha ikawafukuza. Ilisimamisha ikasema mahali walikuwa wamefika kwa 10,000 acres tusiwaguze, nao wasituguze mpaka wakati koti itaamua. Lakini sisi kipendeleo yetu ya watu wa Kajiado East ni hiyo land ibaki as a wildlife area. Tuendelee, wanyama waendelee na safari yao wakielekea Tsavo. Visa vya ndovu kuvamia mashamba na kuharibu mimea, simba na fisi kuala mifugo na wakati mwingine kusababisha majeraha au vifo vya wakazi ndio changamoto wanaopitia wakazi wa Poka Kenyao, serikali ikitakiwa kuingilia kati na kutafuta suluhu kabla maji hayajazidi unga. Robert Masai, runinga ya Citizen, Poka Kenyao, Kajiado Mashariki.